Hello wadau wetu, karibuni tena kwenye chaneli yetu. Sasa leo nipo kukutia moyo wewe mfugaji ambaye una mtaji mdogo, unatamani kufuga na ujui aina ipi ya kuku uanze nao kufuga. Leo nitakutajia kuku aina mbili au makundi mawili ya kuku ambayo unaweza ukafuga wewe mfugaji ambaye una mtaji mdogo. Mtaji ninaozungumzia hapa ni mtaji ambao uko chini ya 200,000. Kama una mtaji wa chini ya 200,000, lakini pia una 300,000, 400,000, ipo hivi kwa mtu ambaye anataka kufuga broiler labda 100 au chotara 100. Maana ukienda kununua kwenye makampuni wanauza kuanzia 100 kwenye lile boxi. Huyo mtu inatakiwa awe na mtaji wa kuanzia 700,000 na kuendelea. Sasa hili wewe lisikukatishe tamaa wala lisikurudishe nyuma kabisa. Kama una huo mtaji wa kuanzia 700,000 na kuendelea, lakini unataka kukua kwenye ufugaji, unataka ufikie malengo ya kuwa na kuku wengi, una mtaji wako mdogo tu 100,000, hata 50,000, 200,000 na kadhalika, utaona wewe ambao unao, ila ukiangalia hautoshi, yani hautoshi kufuga kuku 100 au kuagiza box moja kutoka kwenye makampuni. Na kuku huwa tunashauri kama unanunua ni vizuri ukapata kwenye makampuni ya kuaminika, au kama una mtu wako ambaye unamwamini mayai yake yatakuwa ni salama, aliyankulisha vizuri, basi unaweza ukanunua. Lakini kwa walio wengi nadhani ni njia rahisi ya kupata ni kwenye makampuni makubwa ya kuaminika. Na haya mtaji wake lazima uwe mkubwa kama nilivyokuambia, kuanzia 700,000, 800,000 na kuendelea. Sasa wewe una mtaji wako mdogo, haujui ufuge makundi yapi ya kuku. Kuna aina mbili. Kuna kuku ambao utawafuga kwa ajili ya kuwauza mayai. Yani wewe ni maalum kwa ajili ya kutotolesha mayai, unapata vifaranga au unauza mayai watu wanaenda kuyatotolesha. Hapa unatakiwa ufuge chotara. Chotara au kuku wa kienyeji, wote hapo wanaenda chotara au kuku wa kienyeji. Kwa chotara tafsiri yake ni kwamba utakuwa unawalisha vizuri, unawahudumia vizuri, wanataga mayai mengi. Yale mayai unaweza kuwa unauza mayai kama mayai, lakini pia yale mayai unaweza ukawa unatotolesha wewe mwenyewe, unapata vifaranga, unafuga kifika umri labda wa mwezi mmoja, unawauza wale vifaranga au unawauza wakiwa vifaranga wadogo. Ni wewe tu utaona biashara gani kwa hapo ulipo itafanya vizuri. Huu mtaji wa kuchukua matetea ya chotara na kuyatagisha mayai ni mtaji mdogo sana. Yani ukienda sana umetumia 200,000 kwa mtu ambaye anataka kufuga tu kwenye scale ya kawaida tu na aweze kupata pesa. Yani usikae hivi hivi una 200,000 unatamani kufuga ila unaona bado haitoshi kukuingizia kipato. Ila 200,000 inatosha kabisa. Cha kufanya wewe utakachokifanya, nunua matetea. Unaweza kununua matetea yako 8 kwa sababu wao wanataga sana, ukanunua na jogoo wako 2 tu. Wale jogoo 2 ungeweza kuwa na jogoo mmoja, lakini nunua majogoo 2 ili kuhakikisha kila kuku anapandwa vizuri, kwa sababu haya ni mayai ambayo yanaenda kutotoleshwa. Mayai yanayoenda kutotoleshwa inatakiwa uwe na uhakika kuwa yule tetea amepandwa vizuri kabisa na jogoo. Kama hajapandwa ile tetea huwa hakiwezi kupatikana kifaranga. Hata ukimuuzia mtu anayetotolesha, mwisho wa siku atakulalamikia kwa sababu yatakuwa hayatoi vifaranga. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu. Unaweza ukaanza tu na hawa tetea wako, ukawa na tetea wako au 8 na jogoo 2. Wewe utakachokuwa unafanya ni kuwahudumia vizuri hawa kuku ili wale vizuri, watage, yale mayai yake uyakusanye. Unaweza kuwa na mteja, utamuuzia ambaye anaenda kutotolesha, au wewe mwenyewe ukawa unatotolesha, unapata vifaranga. Hii ni faida, utapata faida kubwa sana. Unaweza ukapata faida kubwa kuliko hata ungekimbilia kuwa na 700,000 ukachukua box la broiler. Kwa wale wafugaji wa broiler nadhani mtakuwa mnanielewa. Faida ya broiler ni ndogo, ambayo ukijichanganya kidogo tu unaingia kwenye hasara au unapoteza hela yako yote. Lakini ukitumia hii mbinu, kwa wewe mwenye mtaji mkubwa, unaweza kutengeneza faida, ikawa faida kubwa kuliko hata ile anayefuga broiler box moja. Wewe cha kufanya ni wahudumie vizuri hao chotara ili waweze kukupa matokeo mazuri kabisa. Sasa njia ya pili ya kuwafuga kuku kwa mtaji mdogo, kuku ambao unaweza ukawaendesha kwa mtaji mdogo tu chini ya 200,000, ni kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji napo ni hivyo hivyo. Unaweza ukawa na matetea yako labda 8, ukawa na jogoo wako 2. Huo ni mtaji mdogo kabisa. Utakachokuwa unafanya wewe ni kuwahudumia vizuri. Watakuwa wanataga mayai mengi sana, unatotolesha mwenyewe au unauza kwa mtu anaenda kutotolesha. Na tunajua nadhani bei ya mayai ya mtu ambaye anaenda kutotolesha sio bei ya mayai ya kula. Kwa mfano, ukienda sokoni unataka mayai ya kula, utauziwa yale mayai ya layers, pure layers, yale ambayo yana rangi sio ya ugoro niseme, au tunaweza kusema yale mekundu nje, lakini sio rangi nyekundu, ile rangi ya mayai yale ya layers nadhani wote tunayafahamu. Sijui exactly ni rangi gani.
Kwa hiyo utauziwa yale, na yale mayai bei zake ni 8,500 mpaka 9,000, lakini ukiyakuta mayai ya kienyeji sokoni bei yake ni 15,000. Au ukitaka kumuuzia mtu akakufuata akakwambia naomba niuzie mayai ya kutotolesha, bei zake huwa zinaanzia 15,000 mpaka 18,000. Hivyo hivyo kwa mayai ya chotara, bei zake huwa 15,000 mpaka 18,000. Yaani mtu akakufuata akakwambia nahitaji mayai ya chotara niende vikatotoleshe. Mayai ya kuku yoyote yule ambayo yanaenda kutotoleshwa yana thamani kubwa sana. Kwa hiyo hata kama utauza mayai kama mayai kwa hii bei ya tray 15,000 mpaka 18,000, bado utakuwa unapata faida kubwa sana. Yaani bado utakuwa unatengeneza faida kubwa sana, kwa sababu tuashumu wale tetea wako wako 8. Kwa siku ukosi mayai 6. Hiyo ni minimum kabisa. Yaani minimum, kwa sababu kuna siku watakutagia wote 8, kuna siku watakutagia 7. Hapa tufanye ile minimum. Umewahudumia vizuri, kwa siku haukosi mayai 6. Ukikalkulate hapo 6 mara 30, nadhani wewe mwenyewe utapata mayai 180. Ukipata mayai 180, ukiangalia hapo ni wastani wa tray 6. Tray 6 tuseme ukayauza kwa bei ya 16,000. Ukizidisha 16,000 mara zile tray 6 ambazo wewe utakuwa umeziuza kwa mwezi, utaona kabisa hela unaoipata, kwa sababu hawa kuku ambao ni kuku 10 sasa, chakula chake wanachokula ni kidogo sana. Yaani ni kidogo sana. Hawali chakula kingi hawa kuku ambao umewaandaa kuku 10 kwa ajili ya kutaga, hawali chakula kingi. Kwa siku wanaweza wakala 1.5 kilo, lakini utakuwa unawapa na majani, unawaachia eneo la nje wao wanatoka na wao kutafuta, lakini wewe kwa siku utakuwa ukiwapa 1.5 kilo tu. Wape 1.5 kilo ya chakula, wape majani, wape booster mbalimbali za asili, wawekee na kauzio, au kama una eneo kubwa waache watoke na nje waende wakadunue. Watakutagia mayai na mwisho wa siku utakuja kupata faida kubwa. Wewe mwenyewe calculate hapo uone jinsi ambavyo utaziuza hizi tray 6 ndani ya mwezi, na chakula ambacho watakula. Utajikuta wewe kila mwezi unatengeneza hela nzuri. Yaani kila mwezi wewe unatengeneza hela nzuri kwa mtaji mdogo kabisa, ambao ungeweza kukaa nayo ile hela ukisubiri mpaka uwe na hela nyingi ndio ufanye jambo, labda ufuge kuku 100. Huo ni mtaji mdogo tu ambao utakufanya wewe uamke uanze kufuga, na mwisho wa siku utakuwa, yani automatically tu utakuwa kwenye hawa kuku 10 utaondoka utaingia kwenye kuku 20, 30, kwa sababu watakuwa wanakulipa, unapata hela, unaona matunda, lakini vile vile unaongeza ujuzi zaidi wa kufuga. Kwa hiyo utazidi kujitanua wewe mwenyewe, na mwisho wa siku utakuja kuwa na kuku wengi. Kwa hiyo hawa ni mtu ambaye yule ana mtaji mdogo kabisa, anadhani yeye kufanya biashara ya ufugaji hii hawezi kwa sababu ya mtaji wake. Unaweza ukachukua hilo somo na ukaliapply. Makundi ni mawili tu. Chukua chotara, matetea yako 8, jogoo 2. Lakini pia unaweza ukapata kienyeji pia, au unaweza ukawa mix kienyeji pamoja na chotara. Lengo kubwa wewe ni kuwahudumia vizuri wale chotara, kuhakikisha wanakula chakula kizuri, wanapewa booster nzuri, wanapandwa vizuri na yule jogoo, kwa sababu hata huyu jogoo naye anatakiwa umhudumie vizuri ili aweze kuwapanda vizuri wale matetea. Kwa hiyo ukiweza tu kuhakikisha hilo jambo, basi wewe utaingia kwenye kufanya biashara kwa mtaji mdogo, lakini vile vile utapata faida kubwa kuliko hata ungechukua box la 700,000, 800,000 ukawahudumia wale wote wale kuku. Utakuta unapata faida ndogo kuliko huyu ambaye ana kuku wake 10 tu. Ukikalkulate hiyo faida na faida ya mtu anayefuga broiler akawauza 6,500, ndugu yangu, chukua tu mtaji wako wa 200,000, nenda kawafuge hawa kuku 10. Hawana stress yoyote. Ni wewe mwenyewe kujituma, kuwahudumia, kuwa na elimu sahihi ya kuwahudumia, basi utafurahia kabisa. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wana mtaji huu mdogo na unatamani ufanye hii biashara, basi mimi nakushauri pata elimu sahihi ya kuwahudumia kuku 10 tu kwa mwezi. Wewe pata elimu sahihi ya kuwahudumia kuku 10 tu kwa mwezi, ingia kwenye practice yenyewe, nenda kafanye, naamini utakuja kunishukuru. Kwa sisi KingoFarm, ukitaka huduma yetu, tutakushauri upate vitabu viwili, mwongozo wa kuwafuga na tiba za asili. Unaweza ukaongeza na cha booster za asili. Tunaamini utapata matokeo mazuri kabisa. Kama upo tayari kufanya hii kazi na wewe mtaji wako ni mdogo, basi uwe tayari tu kufanya malipo. Tulipie, lipia vitabu viwili au vitatu na kundi la mafunzo ambayo jumla yake ni kama 28,000 mpaka 38,000, ili tuweze kukuhudumia na tuweze kukusimamia mpaka uanze kutengeneza faida wewe mwenyewe ya hao kuku wako. Wengi sana ambao tuna wafugaji wengi sana ambao walianza na kuku 5, 8, 7, walianza na kuku wachache sana. Tuliendelea kuwapa elimu, tuliwapa vitabu, wakatengeneza kanuni za chakula, wakatengeneza booster, wakatengeneza tiba za asili, mpaka leo hii wana kuku wengi sana. Wengi tena wameishia kuwa na incubator zao wenyewe.
wameona hata kuuza mayai bado ni hasara. Kwa hiyo wengi wamenunua incubator zao, wanatolesha wao wenyewe na wamekuwa wafugaji wakubwa, lakini kianzio chao kilikuwa ni mtaji mdogo sana wa kuku 8 watano. Walikuwa kwa sababu ya kuwahudumia vizuri wale kuku. Kuku unatakiwa kuwapenda. Ukiwapenda kuku na wao watakupenda. Pia tuna vitabu vingi tu vya ufugaji. Tuna cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, cha tiba za asili, safari ya ufugaji kwa ajili ya chotara na layers, tuna ufugaji wa broiler. Tuna kile kitabu cha booster kinaitwa kitabu cha muongozo maalum, lakini vile vile tuna kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000 tu kwa muda wa miezi miwili. Hivi vitabu kila kitabu ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tunakuuzia incubator. Kama unahitaji incubator nzuri za kisasa, incubator za chuma ambazo ukiweka mayai yako una uhakika zaidi ya 98% wa kupata vifaranga. Na pia tunakupa elimu ya kutumia incubator hiyo tutakayokuuzia na tutakusimamia mpaka kuhakikisha unapata vifaranga. Incubator pia ukihitaji unaagiziwa, unasafirishiwa popote ulipo, ila nauli utalipia wewe mwenyewe. Wewe uwe tayari tu kuilipia, tukusafirishie upate huduma bora. Karibuni sana mpate huduma zetu KingoFarm. Tunawakaribisha sana kwa ajili ya elimu na incubator.